Hey there. Karibu tena kwenye kipindi kingine cha Fungua Neno. Fungua Neno hapa tunakuja pamoja kama Wakristo. Tunafungua neno la Mungu, tunajifunza kutoka kwenye neno la Mungu. Neno la Mungu linatupa mwongozo wa namna ambavyo kama Mkristo, kama Wakristo tunahitaji kuishi, tunatakiwa kuishi, ya? Tuko kwenye sura ya 5 ya waraka wa kwanza wa Petro, na hivyo basi if you have your copy of God's word, open the word, twende kwenye sura ya 5, tumefika mstari wa 4. Kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3 alikuwa anaeleza namna ambavyo kiongozi wa kanisa anatakiwa kuwa. Yeye Petro anajiweka kwenye hilo kundi la viongozi, anasema kwamba na mimi pia ni kiongozi kama nyinyi mlivyo. Yeye Petro kuna wakati alikuwa kiongozi wa kanisa la Yerusalemu. Lakini baada ya hapo anasemekana kwamba alienda mpaka huko Rumi na akafungua kanisa la Rumi, ambako ndio Paulo anaandika barua kwenda kwenye hilo kanisa la Rumi, ambalo yule dada Phoebe ndio aliyopeleka hiyo barua. Hapa anajitambua yeye mwenyewe kwamba ni elder, lakini pia hajikwezi kuwazidi wale elders wengine. Anasema I'm your fellow elders, ya? Kuna this idea kwamba kanisa linatakiwa kuongozwa sio na mtu mmoja, bali na a group of elders, ili wenyewe wanakuwa wanaweza kuwa na accountability amongst each other, ya? Wanakuwa wanaweza kuwajibika amongst each other. Kuwa makini sana na kanisa ambalo lina kiongozi mmoja, na huyo mmoja ndio final say, anasema kila kitu, hapokei ushauri kutoka kwa mtu yoyote, hapokei mwongozo kutoka kwa mtu yoyote, hapokei mafundisho kutoka kwa mtu yoyote, kwamba yeye ndio yeye, ya? Kumbuka kwamba anasema hapa Petro, hawa kondoo ambao wamepewa kama viongozi ni kondoo wa Mungu, sio kondoo wao binafsi, Kwa hiyo anawaambia kwamba inabidi waongoze sio kwa kulazimishwa, bali kwa hiari, Inabidi waishi maisha ambayo ni exemplary, ambayo ni mfano wa kuigwa na watu wao, Kwenye hilo hapo inabidi kuwa makini sana pia na mchungaji ambaye hayupo kanisani. Inabidi kuwa makini sana na hicho kitu, Yaani mchungaji ambaye wewe hauoni maisha yake ya kila siku yanakuwa. Siku hizi tuna tabia sana ya kwenda online, kuwa na mchungaji ambaye yuko online. Nasema wewe mchungaji wako nani? Mimi ni mchungaji huyu hapa fulani, ndio mchungaji wangu yuko huko Marekani. Mchungaji wangu yuko huko Ulaya, Huyaoni maisha yake Jumatatu hadi Jumamosi yalivyo. Wewe Jumapili ndio unakuja kumuona akiwa amevaa suti, amependeza, yuko nyuma ya pulpit, yuko anakuhubiria, Huyo mchungaji kwa neema makini sana, kwa sababu hujui kama ni mchungaji wa kimungu, And so mchungaji wako inabidi awe ni mtu ambaye unaye hapo kanisani, ni mtu ambaye unamuona maisha yake ya kila siku, unamuona physically hapa na hapo. Anaweza akakuonyesha kwamba mimi maisha yangu yako hivi. Nikisema nahubiri neno, basi nahubiri neno kwa namna hii, na hivi ndivyo maisha yangu yalivyo, Labda kwenye hilo niseme pia, hata sisi hapa kwenye Fungua Neno, mimi sio mchungaji wako. Mimi sio mwalimu wako, Unaweza ukachukua haya mafunzo ukaenda kuyatafakari, na lengo letu tunasema ni kukusaidia wewe kwenda kuweza kuendelea kusoma neno, sio kunisikiliza mimi. Lengo mwisho wa siku ni kwamba wewe uweze kuwa unaweza kuchukua neno, kufungua neno, kujifunza kwa ajili yako na kwa ajili ya watu ambao either unaongoza au watu ambao wanakuzunguka. Hujui maisha yangu yakoje, hujui mimi ni nani, hujui natokea wapi. Hivyo basi ninakuhimiza sana kuwa makini sana na hata hizi content ambazo unakutana nazo mtandaoni, uzi approach with discernment. Uweze kuwa unachanganua, uweze kuwa unaweza kuiangalia kwa umakini, kuweza kubaini upi ni ukweli. Uwe kama wale Wakristo wa Berea ambao walimsikia Paulo wakati anahubiri, wakaenda wakarudi kwenye neno kwanza kutafuta kuangalia kama yale mambo alikuwa anafundisha ni sahihi na ni sawa, I pray that you do the same. Lengo la hii channel sio mimi kuwa mchungaji wako. Hili sio kanisa, Wewe inabidi uchukue haya mafunzo na uende ukafungue neno mwenyewe, uende ukatafute hizi kweli kwenye neno, Hivyo basi mheshimu, mtii huyo mchungaji ambaye yuko hapo anakulea. Angalia maisha yake kama yana pattern sahihi na jinsi ambavyo neno la Mungu linaagiza. Kwa kwenye mstari wa 4 anasema kwamba anaelezea sababu why wewe elder, wewe leader, wewe pastor, wewe shepherd, wewe overseer, ni kwa nini maisha yako inabidi yawe yanafuata hii pattern ya kiongozi? Kwa nini maisha yako au uongozi wako uwe ni uongozi ambao unaonyesha oversight, uwe ni uongozi ambao uko umejaa juhudi, umejaa bidii? Kwa nini? Mstari wa 4, and when the chief shepherd, hapa archipoinem, ambayo ndio yule atakaye yule chief shepherd hapa ni Yesu Kristo, Anasema kwamba yule
yule mkuu wa wachungaji, mkuu wa hawa pastors, mkuu wa shepherds ambao watakuwepo. Anamuita the chief shepherd ambaye ndio Yesu. Nasema when he appears, siku atakapoonekana, siku atakapokuja, ile ujio wake wa mara ya pili. When he appears, wewe mchungaji, wewe kiongozi, wewe ambaye unaongoza watu wa Mungu, anasema you will receive the unfading crown of glory. Utapokea taji la utukufu ambalo haliharibiki. Na hapa inabidi ya qualify haya maneno unfading, afu inabidi ya qualify neno glory. Kwa nini? Kwa sababu wakati anawaandikia hawa watu, tulisema kwamba ilikuwa ni miaka ya 60 na mid 60s, almost 64 AD. Kulikuwa kuna michezo ambazo zilikuwa zinajulikana sana. Ni kama leo hizi ambazo Olympics ambazo tunazo, ni michezo za kimataifa. Watu wanakuja kutoka maeneo mbalimbali kuja kushindana kwenye michezo mbalimbali, na wale washindi kwenye hizi michezo walikuwa wanapewa taji. Lakini hili taji lilikuwa ni taji la majani, ni majani wanayaunga ili lifanane kama taji wanalivaa kichwani. Ili neno ambalo analitumia hapa for crown, Petro analotumia hapa ni in reference to hilo taji ambalo wale wana michezo, wanariadha na watu kama wanapata hilo taji. Kwa hiyo anasema sasa, tofauti na hilo taji ambalo unalipata hapa ulimwenguni, hilo ambalo unalipata ukifanya hizo michezo, ukishinda hizo riadha na mbio na vitu kama hivyo, tofauti na hilo taji, anasema kwamba hili taji ambalo utalipokea, moja, lenyewe it's unfading. Hili taji haliharibiki. Hili taji linasimama milele. Hilo ndio taji ambalo wewe kiongozi utakuja kulipokea, kwa kuwaongoza watu wa Mungu, kwa kuwalea watu wa Mungu, kwa kuwatunza watu wa Mungu. Hilo ndio taji ambalo unalipokea. Lakini something else ambacho ni tofauti kidogo kwenye hili taji la manyasi ambalo wanaliongelea wakati wa nyakati hizi za michezo za riadha na vitu kama hivyo, ni kwamba it's a crown of glory. Sio tu taji la kushinda mechi, sio tu taji la kushinda mchezo, hapana, ni taji la utukufu. Ni taji la utukufu. Wewe kiongozi utatunukiwa taji ambalo ni la milele, kwa sababu uko mbinguni na Mungu. Lakini zaidi hapo ni taji la utukufu. Kwamba wakati Mungu anaonyesha utukufu wake, na wewe utakuwa pale ukiwa umevaa taji la utukufu. Hivyo basi, hii ndio sababu ya wewe kiongozi kuwa mwaminifu. Ni sababu ya wewe kiongozi kuwa submissive, kuwa ni mnyenyekevu kwenye huduma yako. Kuwa ni mtu ambaye hauwaburuzi tu watu wako na kuwaonea na kuwafanya sijui waje wakupandie mbegu kwenye huduma yako, au waje sijui wakupigie magoti na wakusujudie. Wewe sio mchungaji wa hivyo, wewe sio kiongozi wa hivyo, wewe sio mwalimu wa hivyo. Hapana, wewe ni ambaye unaishi maisha yako kuwaonyesha mfano wa namna ambavyo mtu wa kimungu, mtu ambaye amejawa na Roho Mtakatifu anatakiwa kuishi. Unaonyesha humility, unaonyesha furaha, unaonyesha unyenyekevu, unaonyesha uaminifu, unaonyesha uvumilivu, unaonyesha these wonderful attributes. Ili tunda la Roho Mtakatifu limeishi kwa wingi ndani yako, linazalishwa kwa wingi ndani yako. Kwa sababu mwisho wa siku kuna hili taji la utukufu, kuna zawadi ambayo inakusubiria. Hivyo basi, usifike sehemu ya kuwa chini, ya kuwa down, ya kuwa broken hearted, kwa sababu kweli hawa kondoo kuna changamoto nyingi na sometimes hizi changamoto zinaweza mpaka zikakupelekea kufika sehemu ya kuvunjika moyo, kufika sehemu ya kuwa na majonzi badala ya kuwa na furaha kwenye uongozi wako. Kwa hiyo focus kwenye hii zawadi ambayo itakujia. Don't give up. Endelea kulea hawa kondoo wa Bwana, endelea kuwapa mwongozo wa kondoo wa Bwana. Usivunjike moyo, usifike sehemu ya kuwa na majonzi, usifike sehemu ya kugive up, usifike sehemu ya kuchukulia poa. Usifike sehemu ya kuivunjia heshima hiyo ofisi na hiyo mamlaka ambayo umepewa. Tiwa moyo, endelea mbele. Ndio hili lengo la Petro ambalo anaongelea kwenye sura ya kwanza, therefore I exhort. Lengo ni kuwatia moyo hawa viongozi. Na mimi naomba nikutie moyo wewe kiongozi ambaye unanitazama sasa hivi. Unaweza kuwa sio kiongozi wa kanisani, lakini unaweza kuwa ni kiongozi kama mzazi, unaweza kuwa ni kiongozi maofisini au sehemu zako za kazi. Ongoza kulingana na mapenzi ya Mungu. Na kama unanisikiza na hujasikia, haujampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, mpokee leo. Kuna hii zawadi ambayo inakusubiria.
ukimpokea Yesu Kristo. A crown of glory kwenye kufanya kazi yake. Yeah? Receive Jesus today uweze kuokoka. Amen.